kuambia kwamba kwa siku hii ya leo ya Alhamis tunazungumza masuala ya kiuchumi, na uchumi wa leo tunaangalia ni biashara kati ya Kenya na Tanzania. Hivi karibuni kumekuwa na mahusiano yasiokuwa mazuri kwa kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, lakini haya yote tutayapatia ufumbuzi kwa siku hii ya leo. Katika kipindi hiki cha Jambo Tanzania tumemwalika mgeni kutoka Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, ni Profesa Adolf Mkenda ambaye yeye ni katibu mkuu lakini katika masuala ya uwekezaji na biashara. Karibu sana Dr. Adolf, na tuanze tu moja kwa moja kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mahusiano ya kibiashara yasiokuwa mazuri kati ya Tanzania na Kenya. Hii imekwaje? Kwanza nianze kwa kueleza kwamba Kenya ndio mdau wetu mkubwa sana wa biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi tunakuwa wa pili katika watu wanaoagiza bidhaa kutoka Kenya, na tunauza bidhaa nyingi zaidi kwenda Kenya, takriban kuliko nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mwaka huu tumekuwa na changamoto kuanzia mwishoni mwa mwezi Januari. Kenya walizuia unga wa ngano kutoka Tanzania kuingia Kenya, na tunajaribu kuzungumza mwezi Januari kwenye vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya Afrika Mashariki Secretariat ikatoa maagizo kwamba zuio hilo lilikuwa la makosa, kwa wenzetu wafungue mipaka, bidhaa zetu ziingie. Walisisitiza kwamba kama tunapeleka unga wa ngano kutoka Tanzania basi utozwe ushuru pale mpakani. Lakini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tunafanya biashara bila kutoza ushuru. Alafu ilipofika mwishoni mwa mwezi wa 4 wakatangaza pia kwamba gesi ya kupikia ambayo imeingia nchini kutoka nje, imeingia hapa, haitoruhusiwa kuvuka mpaka kwenda Kenya. Na hiyo ilipigwa marufuku, wala si kwamba waliweka ushuru wa forodha, walisema kwamba ni marufuku, na walitoa sababu kadhaa nyingine, kwamba pengine ubora sio mzuri, kwamba gesi yenyewe ni hatarishi na kadhalika. Kwa hiyo tumekuwa na mazungumzo kuanzia wakati huo kujaribu kumaliza hili tatizo, kwa sababu kwanza sisi sote tunaagiza ngano nyingi zaidi kutoka nje kuliko tunazalisha hapa nchini. Sisi tunazalisha takriban tani 70,000, wao wanazalisha takriban tani 1,300,000, lakini hazitoshi. Kwa hiyo wao wanaagiza ngano kutoka nje kwa ajili ya kusaga na kutengeneza unga wa ngano, na sisi tunafanya vile vile, na sote tunaagiza kwa kulipa ushuru wa forodha wa 10%. Kwa kama tunalipa ushuru unaofanana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunatakiwa tufungue mipaka kwamba anayezalisha upande huu anaweza akauza. Kwa hiyo tulifanya mazungumzo mwishoni mwa mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 kujaribu kulimaliza hili swala la gesi na unga wa ngano. Kwenye vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki swala la gesi tukalimaliza, tukaingia makubaliano, tukaweka sahihi mbele ya nchi nyingine zote kwamba gesi itaruhusiwa kwenda Kenya bila nani. Lakini kwenye swala la ngano kuna swala kidogo la kiufundi, kwamba wakati sisi tunatoza 10% mpakani, tulikuwa tunatoza 10% kwenye utaratibu unaoitwa stay of application. Maana yake ni kwamba mtu yote anataka kuagiza ngano kutoka nje anaagiza. Wenzetu walikuwa wanatumia utaratibu unaitwa duty remission. Maana kwamba watakaoruhusiwa kuingiza unga wa ngano kutoka nje ni wale waliochaguliwa, na watakuwa na dhamana ya kununua ngano ndani ya nchi yao kwanza kwa wakulima wao. Wakishamaliza ndio waagize kutoka nje, na wataambiwa wataagiza kiasi gani. Kwa hiyo tulikuwa na utaratibu kidogo tofauti kati ya nchi zetu hizi mbili. Sisi tukasema sawa, sisi tutaondoka kwenye stay of application tuende kwenye duty remission ili tufanane. Kwa hiyo tukakubaliana tukifika hivyo unga wa ngano utaingia Kenya bila matatizo. Lakini hata baada ya kile kikao wenzetu wakaendelea kuzuia gesi. Sasa baada ya hapo na sisi tukaanza kuchukua, wakaendelea kuzuia ngano sasa, sababu gesi ilikuwa ngano ile, kwa sababu walikuwa wamezuia kwenye makubaliano tulifanya Arusha mwishoni mwa mwezi wa 5. Tulikubaliana namba 1 kwamba gesi ianze kwenda moja kwa moja, na tuliongea na katibu mkuu mwenzangu upande wa Kenya, tuliingia kwenye kikao cha mawaziri, tukakubaliana na tukawekeana sahihi kwenye kumbukumbu za makubaliano, na tulipiga simu tukiwa pale Arusha, tukaongea na katibu mkuu anayehusika na mambo ya nishati kuuliza hasa kulikoni, lakini baada tukagundua kulikuwa hamna tatizo. Hilo tukawa tumelimaliza walao kwenye makubaliano. Lakini kwenye unga wa ngano wenzetu wakaomba
kwamba tusubiri kidogo, kwa sababu wao wanatumia utaratibu wa duty remission kama nilivyosema. Duty remission ni kwamba si kila mtu anaruhusiwa kuleta ngano kutoka nje. Wanaleta watu wale tu ambao wamechaguliwa, na wao wanasema kwamba wanawapa masharti kwamba lazima ununue kwanza ngano ya ndani, alafu ndio upewe kibali cha kuleta ngano kutoka nje. Sisi tulikuwa tunatumia stay over application. Maana yake ni kwamba mtu yote anaweza kaleta ngano alafu anasaga anauza. Kwa hiyo tukasema kiungwana kwamba sawa, sisi tunaingia kwenye duty remission vile vile, tutatambua watu ambao wataleta ngano kutoka nje, na baada ya hapo kusiwe tena na matatizo ya kufanya biashara kati ya Kenya na Tanzania. Lakini wenzetu bado wakaendelea, baada ya mkutano ule wakaendelea kuzuia gesi isiingie Kenya. Lakini unga wa ngano tukawa tumeelewa kwamba hili litasubiri mpaka tarehe 1 mwezi wa 7, ambapo na sisi tutakuwa tumeondoka kwenye ule utaratibu unaoitwa stay over application kwenda duty remission, alafu matatizo yatakuwa yamekwisha. Kwa tulivyorudi Dar es Salaam, Dodoma, bado tunapewa taarifa kwamba gesi imezuiwa kwenda Kenya. Sasa na sisi huku basi kukawa na bidhaa zao kidogo, maziwa na nini, zikawa zinapata changamoto kuingia Tanzania. Hatimaye kama mnavyofahamu, viongozi wetu wa juu, Mheshimiwa Rais wa kwetu na Rais wa Kenya wakafanya mawasiliano ya ngazi ya juu, na wakatangaza kupitia mawaziri wetu wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania na Kenya kwamba sasa bidhaa hizi zitaruhusiwa kuvuka mpaka bila matatizo. Kwa tulipofika mwezi wa 7 tulijua hili swala limeisha, lakini halikuisha. Bado malori shehena kubwa tu ya ngano ikawa imebaki pale mpakani. Wakati huo sisi tumeshaingia kwenye Namanga pale. Namanga hasa, Namanga ndio njia kuu zaidi ya kusafirisha. Wakati huo sisi kwenye ngano tumeshaingia kwenye duty remission. Tulikuwa sawa na Kenya. Ndiyo. Kwa maana hiyo walikuwa tena hawana sababu ya kuzuia ngano yetu kutoka kwetu. Lakini bado wakazuia. Na hata baada ya makubaliano yale kukawa na changamoto, lakini hizo changamoto naamini zilikuwa za kiutendaji. Baada ya tangazo, Mheshimiwa Mahiga alipokuwa Nairobi na Amina Mohamed walivyotoa matangazo pale kwamba sasa maagizo ya wakuu wa nchi ni kwamba hizi bidhaa ziende bila matatizo. Lakini kuna changamoto la kiutendaji na lilikuwa zaidi upande wa wenzetu. Kwa hiyo tukaenda Namanga, tukakubaliana na mwenzetu kutoka Kenya kwamba tukutane Namanga haraka sana. Tukaenda na timu kubwa pande zote mbili kwenda kuangalia hasa tatizo liko wapi. Tulifanya mazungumzo kuanzia asubuhi mpaka kama saa 2 za usiku. Yalikuwa marefu sana. Sasa baada ya pale tukakubaliana kwamba sasa bwana tufungue mpaka, tulishapewa maagizo na viongozi wetu. Utendaji huu usio kavuruga masuala ambayo tulishapewa maelekezo. Tukawekeana kumbukumbu, tukaweka sahihi, tukatoa taarifa na tukatoa taarifa kwa wadau wetu. Biashara ikaanza, lakini vile vile tukakubaliana kwamba baada ya hapo sasa tuje tukubaliane kuongea masuala mengine yote ya kibiashara kati ya pande zote mbili, kwa sababu maelekezo ya viongozi wetu wakuu ni kwamba tuondoe changamoto zilizokuwepo sasa kwenye unga wa ngano, kwenye gesi ya kupikia na swala la sigara ambalo baadaye labda nitalieleza. Tuondoe hizi changamoto. Alafu tuondoe na changamoto nyingine zote zinazokwaza biashara kati ya nchi zetu mbili. Kwa hiyo tukakubaliana tukutane, na tulikubaliana mwanzoni Dodoma, tukaja tukakutana Dar es Salaam hapa kwa ajili ya kumaliza hizi changamoto nyingine. Mwezi wa 7 sasa. Hapo tulikubaliana mwezi wa 7, lakini tumekuja kukutana mwezi wa 9. Mwezi huu? Mwezi huu, mapema mwezi huu. Tukafanya kikao hapa. Nakumbuka mlisema saa 6 mtatoa taarifa. Haikuwezekana mkapeleka mpaka saa 10 kwamba tutatoa taarifa ya kikao. Haikuwezekana kwa muda ule. Tuendelee. Kile kikao tulifanya kwa siku 3. Kwanza tuliwapa wataalamu wetu mafundi wakakaa wakapitia taarifa. Sisi tukawa na katibu mkuu mwenzangu, wao walikuja makatibu wakuu 4. Tulikuwa na vikao vingine vya kuzungumzia amba pengine tutapata fursa ya kuongea kidogo, kuzungumzia hasa swala la ngano. Na vile vile kuzungumzia changamoto ya watu ambao waliuza bidhaa zao kwenye Uchumi Supermarket na ambao wameuza bidhaa zao kwenye Nakumatt Supermarket. Lakini ile siku ya mwisho kwenda kuhitimisha mazungumzo yote, tulianza asubuhi. Tulitaka tutoe taarifa saa 6 kama wanavyosema, tukuweza saa 10 tukuweza. Imefika karibu jioni, tukaona basi tutoe kwanza taarifa, mazungumzo bado yanaendelea. Kwa tukaita waandishi wa habari, tukaongea, mambo yanaenda vizuri sana, lakini tuliendelea na mazungumzo usiku kucha. Tulikuja kusaini makubaliano yetu saa 11:30 asubuhi kesho yake.
Kwa sababu kuna mambo mengi kama ambavyo nitakuja kueleza kidogo ambayo yalikuwa yanatutatiza kiufundi, na mengine yalikuwa ni kutokuelewana tu, kwamba wenzetu walikuwa wanaleta hoja ambazo zina maelezo mazuri sana kwa nini swala fulani wao wanaliona kama ni kikwazo, lakini kwa kweli ni utaratibu tu wa kibiashara. Na pengine na wenyewe wanafanya vitu kama hivyo hivyo katika biashara yetu, katika nchi zetu hizi mbili. Sasa baada tuseme ya, kwa sababu umetupa muhtasari wa kile mlichokuwa mnajadiliana, baada ya haya majadiliano ya Septemba tuseme ndio ya mwisho kabisa, Sawa. Lakini Arusha kuna kiwanda cha ngano kilicheleweshiwa kibali kwa miezi miwili mfululizo. Hapana. Kupeleka ngano Baada ya makubaliano yale ya Namanga, hatujawa na tatizo tena. Na kwa sababu tuliwaita na wadau kwenye mazungumzo, tuliwaleta wenye viwanda vya kusaga ngano kwa Kenya na Tanzania, hasa kwa Tanzania. Lakini walikuja baadhi ya Wakenya vile, lakini Watanzania wote walikuja, walishiriki. Na tulileta na wakulima wa ngano wa Tanzania na wadau wa ngano kutoka Kenya. Tunajua hakuna tatizo. Hatujapata taarifa kama hiyo, na tumekubaliana na wenzetu kwamba tuwe tunafuatilia kwa karibu. Tukisikia kuna tatizo tuingilie, ili tusije tukaleta mtafaruku wa mahusiano kati ya nchi zetu kwa sababu ya biashara. Kwa hiyo tunaangalia kwa makini, na labda nitumie fursa hii kwamba watoto wanafanya biashara, wanatoa bidhaa kutoka Tanzania kwenda Kenya. Wakipata changamoto watueleze. Kwanza watoe taarifa pale kituoni, kwenye vile vituo vya mpakani kama ni Sirari, Namanga, Maolili, hata hivi vingine vidogo vidogo kama Tarakea na kadhalika. Watoe taarifa mara moja ili tuzipate, tufuatilie, kwa sababu wakati mwingine baadhi ya changamoto zinatokana na watendaji pale pale mpakani. Lakini tunavyofahamu ni kwamba yale makubaliano tuliyafanya mapema Namanga yamefanya kazi vizuri. Haya tulikuja kuzungumza hapa sasa ilikuwa ni kwenda kwenye mambo mengine mengi zaidi ya unga wa ngano, gesi ya kupikia, na swala la sigara. Pengine kulikuwa na malalamiko yote kutoka kwa Tanzania, labda bidhaa zao imepata hasara kwa kipindi chote hicho cha mgogoro huu? Kwa hakika kuna malalamiko, na kwa sababu kucheleweshewa bidhaa, umepeleka kwa mfano gesi ya kupikia umeweka pale mpakani, alafu wenzetu hafungui mpaka, haruhusu kwenda. Kwanza ilikuwa ni hatari kwa sababu pale ni maeneo ya watu. Ni bidhaa ambayo kidogo lazima iweke katika mazingira ambayo ni salama zaidi. Na mfanyabiashara anapenda kuzungusha mtaji. Si kwamba unatumia fedha zako unanunua bidhaa afu unaziweka tu, hailipi. Inabidi ukishanunua uuze ili ununue tena na kuendelea kuuza. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania kwa kweli tulipata hasara, lakini tunajua kwamba kwa hatua tulizochukua hasara ilikuwa pande zote mbili, kwa sababu na wenyewe walipata changamoto baada ya kuendelea na kuzuia bidhaa zetu kwa muda, na mazungumzo yote yakashindikana, na wenyewe walipambana na changamoto kuleta baadhi ya bidhaa zao kutoka Kenya. Kwa kulikuwa na hasara pande zote mbili. Na si kitu kizuri, kwa sababu kinaanza kuleta hisia kwa wananchi kwamba nchi hazina mahusiano mazuri. Ndio maana viongozi wetu walivyotoa maelekezo, sisi tukasema tufanyie kazi haraka, kwamba biashara ni kitu kizuri. Watu wanafanya biashara, wanatengeneza faida, na watu wanapata uhuru wa kuchagua bidhaa. Unapoenda kununua, uhuru, tunataka mtu akiingia supermarket Nairobi au na uhuru wa kuchagua bidhaa za Kenya au za Tanzania. Na tunazo bidhaa nzuri tu, tunaweza kuwauzia kule. Waweze kutumia unga wa ngano uliosagwa na Baharesa, ambao una gharama ndogo zaidi kuliko ambao unasagwa na makampuni yao kule. Na kuna swala hili la sigara, umesema Tanzania tulikuwa tunakataa sigara za Kenya zisije Tanzania. Ili lilipatiwa ufumbuzi kiasi gani? Hili sasa linahitaji ufafanuzi, kwa sababu walivyoenda mawaziri wetu wa mambo ya nchi za nje, taarifa walioitoa walisema maelekezo ni kuondoa mara moja vikwazo katika biashara ya unga wa ngano, ya gesi ya kupikia na sigara. Sasa ila sigara linahitaji maelezo. Ni swala ambalo tumekuwa tukilizungumza na wenzetu kwa muda mrefu. Nadhani mazungumzo yamechukua zaidi ya miaka 10 na kitu. Tanzania hatuzuii sigara ya Kenya kuingia Tanzania. Hatuna katazo. Kwa hiyo wazalishaji wa sigara Kenya wanaruhusa kabisa kuingiza sigara zao Tanzania. Lakini humu ndani nchini mwetu tuna utaratibu wa kulinda wazalishaji wa tumbaku. Kwa tunasema mtu anayezalisha sigara hapa Tanzania akitumia 75% ya tumbaku kutoka Tanzania anapata unafuu mkubwa wa kodi.
kwenye excise duty. Anapata unafuu mkubwa sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wazalishaji wa sigara hapa Tanzania ambao wananunua tumbaku ya Tanzania kwa 75% ya tumbaku yote wanayotumia, kwa sababu uzalishaji wa sigara unatumia tumbaku za aina mbalimbali. Ukiona blend fulani hivi wakati mwingine unatumia nadhani Virginia kutoka Marekani, unachanganya ili upate sijui Marlboro, upate aina mbalimbali za sigara. Kwa ukizalisha sigara kwa kutumia tumbaku ya Tanzania na idadi yote ya tumbaku unayotumia 75% iwe ni tumbaku ya wakulima wetu, tunakupa nafuu kubwa sana ya kodi kwenye excise duty. Kwa hiyo Wakenya wamekuwa kilalamika muda mrefu sana, takriban miaka 10 na kitu sasa, kwamba lakini mnapofanya hivyo maana yake ni kwamba sisi tunapotaka kuleta sigara kutoka Kenya tunakuja kushindana na Watanzania ambao wamepata unafuu wa kodi ya ndani, si kodi ya ushuru wa forodha, kodi ya ndani. Maana yake ni kwamba hatuna ushindani wa haki. Na kimsingi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki hili si swala ambalo tunaliendekeza sana. Tungependa kodi za ndani zisibague bidhaa za nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo wamekuwa kilalamika kwamba mnatubagua na sisi tuko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na katika jumuiya yetu sasa hivi tunaona chumi zetu zimeunganishwa. Kwa kinachozalishwa Kenya, Uganda, Sudani ya Kusini, Rwanda, Burundi, tunachukulia kwamba zimezalishwa katika uchumi wetu. Kwa wao ndicho wanacholalamika, si kwamba tumeweka katazo. Sasa ni kweli tuna utaratibu na ni kweli kidogo una changamoto kwa makubaliano ya Afrika Mashariki. Lakini na wao wana utaratibu huu. Na tuliwakumbusha katika baadhi ya vinywaji wanavyozalisha. Wanasema ukizalisha vinywaji kwa kutumia nafaka iliyozalishwa Kenya, unapewa msamaha wa kodi za ndani. Sasa tunawaambia wenzetu, sasa nyinyi mnataka sisi tuondokane na utaratibu kwenye sigara. Na mmelikomalia hili swala hili. Sawa, tunakubali lina changamoto katika makubaliano yetu ya Afrika Mashariki. Lakini na nyie huko kuna boriti kwa sababu nyie kwenye vinywaji mnatoa upendeleo kwa vinywaji vinavyotumia nafaka ya Kenya. Na utaratibu wa Afrika Mashariki tutakuwa tuseme sisi kwa upande tuseme sigara inayotumia tumbaku ya Afrika Mashariki, na wao waseme vinywaji vinavyotumia nafaka ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tuliwaambia hilo moja. Lakini pili, tumechunguza kiwanda cha sigara Uganda kilipokubali kufungua soko moja kwa moja kuingiza sigara kilifungwa na uzalishaji sasa hivi unafanyika Kenya. Kwa hiyo Uganda inalima tumbaku kuliko Kenya. Actually Kenya inalima tumbaku nyingi, Tanzania inalima tumbaku nyingi sana, na Uganda inalima tumbaku. Kenya inalima kidogo sana. Sasa tunauliza wenzetu, nyie kwanza hamna wakulima wa tumbaku wengi. Mnalalamika kwamba sisi tunapendelea wakulima wetu wa tumbaku. Lakini kule Uganda baada hii taratibu mnaotaka tufanye mlivyofanya vile kule kiwanda cha sigara Uganda kilifungwa. Sasa nyinyi ndio mnauza sigara Kenya. Na tunaliona hilo. Lakini zaidi ya hapo tuna mambo mengine ya kisheria, kwa sababu hii ni utaratibu huu wa excise duty ni wa kisheria na makubaliano ya kimkataba. Kwa hili tumeshindwa kulimaliza. Na labda niongeze kitu kingine, kwa sababu changamoto nyingine ambayo ilisababisha mazungumzo yakachukua muda mrefu sana. Ndio. Ni kwamba kwa upande wa Kenya wana utaratibu wa kuzalisha bidhaa kwenye mfumo wa EPZA kama Tanzania. Na nchi zetu hizi tumekubaliana ifuatavyo. Bidhaa zinazozalishwa kwenye EPZA, Export Processing Zone, EPZ, zinapata misamaha mingi sana ya kodi. Bidhaa hizo zinatakiwa ziuzwe nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, si ndani. Na ukitaka kuziuza ndani, hata ndani ya Tanzania, kwa mfano pale Ubungo, anayezalisha akitaka kuuza anaruhusiwa kuuza takriban 20% ya bidhaa anazozalisha pale. Basi inabidi alipe zile kodi zote zile ambazo alikuwa alizosamehewa ili aingie sokoni, kwa sababu vinginevyo kutakuwa na ushindani usio wa haki kati ya huyu wa EPZ na yule mwingine mzalishaji wa kawaida. Huu ni utaratibu na tumekubaliana kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wenzetu Kenya wameamua sasa hivi kwamba bidhaa za nguo zinazozalishwa kwenye EPZ zenye msamaha wa kodi nyingine wataziingiza kwenye soko lao la ndani. Na wataziingiza bila kutoza zile kodi ambazo walitoa misamaha. Sasa wanatuambia sisi tumezuia bidhaa za nguo kutoka Kenya. Wasema sisi tunakubali, zuieni zile za EPZ.
lakini hizi nyingine mtazizuiaje? Kwa sababu hizi nyingine zinalipa kodi. Unalipa kama kawaida. Hili tunalizungumza na tunalifanyia uchunguzi, lakini hoja yetu si tofauti na hoja yao kwenye sigara, kwa sababu tunasema sisi tukitaka kuuza nguo zetu Kenya, sasa tutakuwa tunashindana na nguo mlizozitoa kwenye EPZ ya Kenya ambazo zina msamaha wa kodi. Ina maana kwamba tuna ushindani usio wa haki. Hili ni kati ya masuala ambayo hatukumaliza kuyazungumza, na tutakutana tena mwezi Novemba baada ya sisi kufanya vile vile mawasiliano ndani ya serikali na kushauriana na wadau. Ni kati ya swala ambalo hatukuweza kulitatua. Tumewaambia mpaka sasa hivi tuna tahadhari. Madhali nyinyi mnaingiza nguo ambazo zimezalishwa kwenye EPZ, mnaziingiza kwenye soko lenu la ndani, hazikulipiwa kodi yoyote. Na madhali sisi tunataka wazalishaji wa nguo wa Tanzania waweze kuingia sokoni Kenya na kuuza nguo zilizozalishwa Tanzania, bado tunajiuliza ushindani huu usio wa haki utatuathiri vipi sisi? Kama wao wanavyouliza, tunapotoa msamaha wa kodi kwenye sigara zinazotumia tumbaku ya Tanzania, sigara ya Kenya inashindwa kushindana kwenye soko la Tanzania. Kwa hiyo masuala ambayo bado tutaendelea kuzungumza. Sawa.